Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Mwili wa kijana Mtanzania Joshua Mollel aliyekuwa akisoma na kufanya mafunzo ya kilimo nchini Israel kabla ya kuuawa baada ya kutekwa katika mzozo wa Israel na Palestina mwaka 2023 umefika nchini siku ya Jumatano na kuleta huzuni kubwa na faraja kwa familia na taifa. Mwili wake uliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro mchana wa Novemba 19 mwaka 2025 ambapo ulipokelewa kwa heshima na maafisa waandamizi wa serikali akiwemo naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Said Shaib Musa na Balozi Silima Haji Kombo pamoja na ndugu, jamaa na marafiki. Joshua alikuwa miongoni mwa vijana 260 kutoka Tanzania waliokwenda Israel mwaka 2023 kwa mafunzo ya vitendo ya kilimo kupitia mpango wa muda mrefu wa kubadilishana wanafunzi na mashamba ya kilimo ya Israel. Hata hivyo, mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, mpango huo uligeuka kuwa msiba baada ya shambulio la kushtukiza lililofanywa na wapiganaji wa Hamas kusini mwa Israel. Joshua ambaye alikuwa shambani akifanya mafunzo alitekwa wakati wa shambulio hilo. Baadaye mamlaka za Israel zilithibitisha kuwa ameuawa na wapiganaji wa Hamas na mwili wake kuchukuliwa. Kifo chake kilisababisha simanzi kubwa kitaifa na kuiweka serikali ya Tanzania katika jitihada za kidiplomasia kuhakikisha kwamba inathibitisha hatima yake na hatimaye kurejesha mwili wake nyumbani. Mchakato huo uliathiriwa na vita vya muda mrefu vya Gaza na hivyo kuchukua zaidi ya miaka 2 kukamilika. Joshua hakuwa peke yake. Mwanafunzi mwingine Mtanzania Clemence Mtenga kutoka Rombo pia aliuawa katika tukio hilo. Mwili wa Clemence ulirejeshwa mapema pamoja na raia wengine wa kigeni waliouawa wakati wa mashambulizi hayo. Kuwasili kwa mwili wa Joshua kunafunga kurasa wa uchungu uliodumu tangu mwaka 2023 kwa familia yake waliokuwa wakisubiri taarifa kamili juu ya hatima ya kijana wao. Viongozi wa serikali wametoa salamu za pole na kusisitiza kuwa msimamo wa Tanzania ni kutaka amani na suluhu za kidiplomasia katika migogoro inayohatarisha maisha ya watu wasio na hatia. Joshua anatarajiwa kuzikwa Novemba 20 mwaka 2025 wilaya ya Simanjiro, mkoa wa Manyara.